Kwa hiyo leo hii tutaenda kuanza na ujumbe wa utangulizi wenye kichwa kinachosema kujitakasa ni muhuri wa utakatifu. Kujitakasa ni muhuri wa utakatifu. Ninaposema neno muhuri inamaanisha alama. Kwa hiyo unaweza ukasema kujitakasa ni muhuri au alama ya utakatifu. Kitabu kile cha Waebrania sura ya 12 na mstari wa 14, Biblia inasema tutafute kwa bidii kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayeweza kumwona Mungu asipokuwa nao. Hiyo ni Waebrania sura ya 12 na mstari wa 14, anasema hivi: tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Mungu asipokuwa nao. Kwa hiyo kigezo cha sisi kumwona Mungu ni utakatifu ambao tutakuwepo nao sisi. Kama sio watakatifu hatuwezi kwenda kumwona Mungu. Hakuna shortcut ya kwenda kumwona Mungu. Kuna mtu mmoja niliwahi kukutana naye akaniambia Mungu ana njia nyingi. Kwa hiyo wewe fuata njia yako na mimi nifuate njia yangu na mwingine afuate njia yake, tutakutana kwa Mungu. Bwana Yesu na asifiwe sana. Na kila mmoja anaweza kapita njia yake, lakini mwisho wa siku tutakutana na Mungu. Mungu sio hivyo, hayuko hivyo. Mungu sio Mungu wa machafuko. Biblia inasema hivyo. Na hana njia nyingi alizoziweka duniani za sisi kumfikia yeye, vinginevyo tungechanganyikiwa. Ameweka njia moja na itakuwa moja mpaka Kristo anarudi duniani. Njia moja ya yeye sisi kumfikia yeye ni kupitia Yesu Kristo. Na mahubiri ya Yesu Kristo ni utakatifu. Kwa hiyo kumjua Yesu Kristo maana yake ni kuishi maisha matakatifu yanampendeza yeye. Hayo ndio njia ya kumfikia Mungu. Na sio utakatifu nje ya Yesu Kristo. Kwa sababu hakuna yeyote aliye mkamilifu akiwa nje ya Yesu Kristo. Ukisema mimi nitafanya matendo yangu mema alafu nikamwone Mungu alafu namkataa Yesu, ni sawasawa na mtu ambaye anachukua zege anaenda kufanya kazi ya kibarua mahali ambapo hajaajiriwa. Unaenda kufanya kazi ambayo hujaajiriwa alafu unasubiria mshahara mwisho wa mwezi. Au unachukua ile stika ya tangazo la mtandao wa simu kama Tigo au Airtel na unaenda kutangaza kule, unaweka stika unatangaza biashara ya Airtel. Alafu mwisho wa siku, mwisho wa mwezi unaenda kuambia naombeni mshahara kwa kuwa nimewatangazia biashara yangu. Haijalishi utakuwa umetangaza dunia nzima kwa leo tangazo, lakini hutalipwa kwa sababu haupo kwenye mfumo wa wewe kuajiriwa. Hujatumwa, umetumwa na nani kufanya hiyo kazi? Umeajiriwa na nani? Lakini yule ambaye kaajiriwa hata asipofanya katika bidii anao mshahara wake mwisho. Ni hivyo hivyo pia katika swala la utakatifu nje na ndani ya Yesu Kristo. Kwa ukifanya matendo mema nje ya Yesu, kitakachokupata ni thawabu tu za hapa duniani. Ukiwa na matendo mazuri hapa duniani, Mungu atakupa thawabu hapa duniani. Utalala njaa, utaumwa magonjwa kwa sababu unafanya mazuri. Lakini uzima milele unaweza usione. Lakini ukiwa ndani ya Yesu Kristo na ukafanya matendo mema, yale matendo mema yanakupa baraka hapa, lakini unapewa na tiketi kwenda kurithi uzima milele. Kwa hiyo ni muhimu sana kujua kwamba kuna mahusiano makubwa sana ya imani Yesu Kristo na ukamilifu au utakatifu. Sasa sisi kama watu ambao tumemwamini Yesu, au wewe kama mtu ambaye umemwamini Yesu, ni kitu gani ambacho kinakuthibitishia kwamba wewe ni mtakatifu? Je, ni kwa sababu unaamka asubuhi usemi uongo, utukani? Sio hiyo. Hiyo sio muhuri wa utakatifu. Hayo ni matendo tu ya utakatifu ambayo unaweza kutenda, lakini kwa uhalisia wa mambo jinsi yalivyo, mtu anayeamka asubuhi mpaka jioni, hata kama atajiona hajakosea kabisa, amekosea mara nyingi kuliko kupatia. Awe ni mchungaji, awe ni nabii, awe ni mwalimu, awe ni kiongozi wa imani yoyote yule, mambo anayoyafanya yanomchukiza Mungu ni mengi zaidi ya yale anayofanya yanompendeza Mungu. Isipokuwa tu mambo ambayo anafanya ambayo hayampendezi Mungu hayajui, ndio maana anaweza kujiona kwamba hakosei
katika mambo anayofanya kuanzia asubuhi hadi jioni. Kwa hiyo Mungu akisimama na kutuhesabia haki kwa matendo tunayoyafanya, jumla yake tuna matendo mabaya mengi kuliko mema. Na mabaya mengi tunayofanya sio hata yale tunayoyajua. Mengi hayo ni yale ambayo tuyajui. Bwana Yesu asifiwe sana. Yanayoendelea kwako hauyajui, ndo mengi kuliko yale ambayo unayajua katika siku moja asubuhi mpaka jioni. Wanasema tu mtu anapolala anaota ndoto zaidi ya 100 usiku. Inaanza inaisha, inaanza inaisha. Lakini anazo kubahatika kuzikumbuka ni 2, 1. Saa nyingine mtu anaweza asikumbuke kabisa. Lakini ndoto mtu anazoota ni zaidi ya 100. Ndio hapo utakuta saa nyingine unaweza kuota ndoto ukakumbuka 1, 2, lakini likatokea tukio fulani ukakumbuka, mbona kama ile kuliota ile. Ni ndoto unazoziota, fupi na ndefu. Kwa nini? Unadhani kuanzia ile saa la saa 5 au saa 4 usiku unalala mpaka asubuhi labda saa 10 alfajiri au saa 12, masaa yote 6. Unadhani ni ile tukio moja tu uliloliona ndio limekaa tu masaa yote unalilani. Ndoto ukiambiwa usimulie utasimulia ndani ya sekunde 2. Lakini ulilala masaa 4, 5, 6. Katika hayo masaa 6 akili yako sio kwamba iko imezima, ulikuwa unaona vitu, taarifa zinakuja zinaisha, jambo hili linakuja linaisha, jambo hili linakuja. Kwa hiyo zikihesabiwa ni zaidi ya 100. Lakini unakumbuka 1. Vivyo hivyo pia katika matendo tunayoyafanya ambayo ni katika mawazo na katika maisha, tukipimwa katika jicho la Mungu tunayo makosa mengi sana kuliko matendo ya haki. Sasa kwa sababu hiyo basi tunahesabika watakatifu si kwa sababu tunao matendo mengi mazuri kuliko mabaya. Tunahesabika matakatifu kwa sababu ifuatayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Ufunuo sura 22 na ule mstari wa 1. Fungua Biblia yako, kitabu cha Ufunuo sura 22. Ufunuo sura 22 na mstari wa 10 mpaka wa 12. Ufunuo sura 22 mstari wa 10 hadi 12. Neno la Mungu linasema hivi: akaniambia, usiatie muhuri maneno ya unabii wa kitabu hiki, kwa maana wakati huo umekaribia. Mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu. Sikiliza maneno. Anasema mwenye uchafu na azidi kuwa mchafu, na mwenye haki na azidi kufanya haki. Haya, mstari wa mwisho anasema hivi: na mtakatifu na azidi kutakaswa. Tazama naja upesi, na ujira wangu pamoja nami kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Tuishie tu hapo. Anasema na mtakatifu na azidi kutakaswa. Nimewahi kujiuliza, kama mtakatifu kashakamilika, kwa nini aseme na azidi kutakaswa? Kama mtakatifu hana kosa tena, hana uchafu, kwa nini maandiko yanasema na azidi kutakaswa? Kuzidi kutakaswa pale sio kwamba aendelee na ule utakatifu, ni tofauti. Hajasema na mtakatifu na aendelee na utakatifu wake, hapana. Anasema na mtakatifu na azidi kutakaswa. Manake mtu anaweza kaa ni mtakatifu lakini kwa jicho la Mungu bado hajakamilika. Ni lazima aendelee kutakaswa. Kwa hiyo ukiona mtu anafika kiwango anasema sihitaji tena kuwa msafi, sihitaji tena kujiosha, nimeshafikia kiwango ambacho sihitaji tena kumkaribia Mungu, huo ni uhakika kabisa ya kwamba huyo mtu sio mtakatifu. Kwa mtu yoyote ambaye ni mtakatifu ni lazima azidi kujitakasa. Anajitakasa kwa namna gani? Kwa namna ya kwanza, kwa kulisoma neno la Mungu. Neno la Mungu ni sabuni ambayo haiwezi kuelezeka kwa namna yoyote. Biblia inahitaji kama kioo. Unaposoma neno la Mungu kila itopo leo na hauoni kasoro zako kupitia neno la Mungu, manake wewe sio mtakatifu. Lakini ukisoma neno la Mungu na kuona kila siku kwamba kuna shida katika maisha yangu kufuatana na hichi kilichoandikwa hapa, huo ndio muhuri wa utakatifu. Na watu wa namna hiyo ndio watakwenda kumuona Mungu. Na endapo wakiwa wanaendelea kujitakasa, sio kujiona tu kwamba ni wakosaji afu wakabaki vile vile. Wako kila siku katika hatua za kujitakasa, kila siku hatua za kujiona hajafika, kila siku hatua za kujiona kwamba si sawa. Hao ndio watakatifu na ndio muhuri wa utakatifu. Kwa hiyo utakaso ndio muhuri wa utakatifu. Lakini kukoma kwa utakaso ndio mwisho wa utakatifu huyo mtu. Ukiwa ni mtu wa kusoma
na kusema mtu fulani yuko hivi, alafu unajiona uko sawa daima, ni wazi kabisa wewe sio mtakatifu. Lakini ukiwa ni mtu ya kwamba umejiona, jana nilikuwa niko naenda njia hii, lakini leo hii nimeiona kwenye Biblia au Roho Mtakatifu ananiambia ndani yangu, sasa ninaiacha, una amani. Lakini kesho tena unajikuta unakosa amani kwa kitu kingine, alafu unakitengeneza, kesho kutwa tena unakuta unakosa amani kwa kingine na kingine. Huo ndio muhuri wa utakatifu, na ndicho ambacho Mungu pia anataka kukiona kwetu daima. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa somo kama hili linatupa chachu ya kwamba tuzidi kujiosha maisha yetu kupitia neno la Mungu. Lakini sio tu neno la Mungu, lakini pia kupitia kuomba, kupitia kusikiliza na kufuatilia. Maana leo hii utaona mtu anaweza kaa yuko vile vile katika maisha yake ya kiroho na kimwili, alafu hataki kupiga hatua zaidi, hataki kujifunza zaidi. Akifundishwa zaidi anasema mimi hayo nimeshajua. Ushaanza kufika stage kwamba ninajua hayo, nafahamu, nilishaambiwa, nishajifunza. Sitaki kujifunza zaidi, sitaki kuelewa zaidi, sitaki kupokea zaidi. Unaweza usiseme kwa kinywa, lakini maisha yako, matendo yako yanaeleza kwamba huwezi kuongezewa kitu. Tayari wewe unajua, tayari wewe unafahamu, tayari wewe ni mkamilifu, tayari wewe umefika, tayari wewe ni mtumishi, tayari wewe unajua unachokijua, unachokipokea, hutaki kuongezewa kingine. Huwezi kwenda kumwona Mungu. Ndio hapa anasema na mtakatifu azidi kutakaswa, kwa sababu anakuja upesi na ujira wake upo mkononi mwake kumpa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Kwa kazi yako ni ipi? Je, unajiosha maisha yako? Kila siku unajisafisha? Kila siku unaona kuna changamoto fulani? Kila siku unaona kuna jambo fulani halijakamilika, unatengeneza, unashughulika nalo, unatafuta namna ya kukamilika? Je, uko katika hiyo hatua au upo katika hatua ambayo umegota, una cha kuongezewa, huwezi kuendelea mbele zaidi hapo? Kazi yako ni kuangalia huyu, kumwangalia yule kwamba ana kasoro hii, lakini wewe huwezi kujiona. Ukishaanza kufikia hiyo hatua ni hatari sana. Unahitaji msaada wa Mungu ili uendelee kuwa takatifu mbele za Mungu na uweze kuwa katika safari hiyo. Kwa hiyo ili liweke moyoni siku zote kwamba muhuri wa utakatifu ni utakaso endelevu. Muhuri wa utakatifu ni kutakaswa kila siku. Kila siku unajiosha, kila siku unajiosha. Nikupe mfano wa mwisho. Uthibitisho ya kwamba wewe ni kiumbe hai. Wewe ni kiumbe hai, kwamba unaishi na kuna uhai na uzima ndani yako. Uthibitisho mmoja hapo ni hali ya mwili wako kujitengeneza, kujisafisha. Hiyo ndio pia uthibitisho mmoja hapo kwamba ni kiumbe hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Utaona mwili wako unatoa jasho. Mwili wako unatoa ule uchafu kwa haja ndogo au haja kubwa. Mwili wako unajitoa magamba yale. Unajua kwa nini ukivaa kiatu kigumu kuliko nyama ya mwili wako, kiatu kinawahi kuchakaa lakini mguu wako uko vile vile? Fanya kujiuliza ile swali. Fanya kujiuliza kwa nini unachukua nguo ambayo ni ngumu kuliko ngozi ya mwili wako, lakini ukivaa ile nguo inapauka, inachakaa, alafu ngozi yako iko vile vile. Ushe kujiuliza hicho kitu? Ushe kujiuliza chochote unachokitumia wewe kinachakaa lakini kinakuacha wewe? Ukichukua simu hata utumie kiasi gani, haiwezi kuwa na maisha ambayo unaishi hapa duniani. Kiatu hivyo hivyo, lolote lile. Ushe kujiuliza kwa sababu gani? Sio kwa sababu mwili wako ni mgumu, sio kwa sababu wewe ni mgumu, umetengenezwa kwa jiwe. Vyote vitapita, vitachakaa, lakini utabaki vile vile. Sio kwa sababu hiyo. Sababu kubwa ni kwamba mwili wako au mwili wa mtu una tabia ya kujitakasa, kujisafisha. Unapovaa kiatu alafu unatembea ndani ya kile kiatu kinajisugua chini, kinaharibika ndio, lakini pia mguu wako wenyewe pia unajisugua kwenye kile kiatu. Sasa ngozi ya nje huwa ina tabia ya kuharibika, lakini inapoharibika sasa huwa ina tabia kujitengeneza layer nyingine ambayo huwezi kuona kwa macho ya damu na nyama. Kwa inapojitengeneza layer nyingine, kiatu kimeshaharibika, kijitengenezi layer nyingine. Kiatu kinaendelea kuisha, lakini wewe ngozi yako inajitengeneza. Nguo yako unapovaa inajikwaruza kwenye ile nguo. Ngozi yako inajikwaruza kuna ngozi inaharibika pale. Lakini mwili wako unatengeneza ngozi nyingine ndani laini
ile ya nje ilikuwa imeharibika inakwisha, inaondoka, inapukutika. Baadaye nguo inachakaa, unabaki pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mwili wako unajisafisha kila siku. Unakunywa maji yanatoka kama jasho. Mwili wako unajisafisha. Ndio uthibitisho kwamba upo hai na ndio uthibitisho kwamba unaendelea kuishi. Na utakatifu pia ni hivyo hivyo. Ili uthibitike uko hai kwa Mungu ni lazima uwe na utakaso endelevu katika maisha yako. Kuna jambo linaingia ndani ya moyo wako, lazima ujijue kwamba jana kwa kweli nilikosea. Nakiri kwamba jana nilikosea. Leo hii Mungu natubu mbele zako. Naomba unitakase. Lakini pia kuna vitu pia nimevigundua nilikuwa naenda navyo hata miaka 5 lakini sio sahihi. Leo hii naacha. Huo ndio uthibitisho wa utakaso. Amen. Kwa hili liweke ndani ya moyo wako daima, sio leo, daima, na Mungu atakusaidia. Kwamba utakaso ndio muhuri wa utakatifu. Na pasipo utakatifu hakuna mtu atakayeweza kwenda kumuona Mungu.